Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa siku za mifungo yetu ya siku 40. Tunataka twende tukashughulike na roho ya ucheleweshwaji. Hatuwezi tukamaliza mfungo huu wa kuanza mwaka kabla hatujashughulikia roho ya kucheleweshwa, na tumekuwa tuna desturi ya kushughulika na hizi roho lakini nataka leo nikueleze kwa undani kidogo, ili twende tukashughulikie kwa undani kidogo. Tunaona roho za ucheleweshwaji. Namba moja, nataka uelewe ya kwamba ni roho zinazotoka kuzimu, zinazotoka kwa shetani, zinazoachiliwa kama majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, yanayokuja yakiwa wamebeba ajenda ya kukuchelewesha. Tunaona tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tunaona Mungu anaenda kuwaokoa wana wa Israeli na roho ya ucheleweshwaji. Biblia inasema wamezunguka katika mlima ya Seiri kwa muda mrefu. Bwana akawaambia, mmezunguka katika mlima huu kwa muda mrefu, sasa yatosha. Geukeni, elekeeni kaskazini. Walikuwa wanapewa direction kwa sababu walikuwa wamecheleweshwa, wanazunguka pale pale. Tunaona hiyo ni moja ya form, ama ni moja ya njia ya kucheleweshwa, kwamba unajikuta unazunguka mahali pamoja, hauna direction sawa sawa. Kwa unajikuta Mungu anaingilia kati na kukupa direction sawa sawa, anakupa mwelekeo unaotakiwa kuenenda. Pata picha, mwaka 2026 tunamaliza mfungo wetu, halafu hatujashughulikia roho ya kucheleweshwa, kwamba Mungu asitupe, yani tusimwambie Mungu kwa habari ya ucheleweshwaji. Yani kwamba tunapoingia huu mwezi wa pili tunatakiwa maelekezo ya mwezi wa pili, tunapoingia mwezi wa tatu lazima tupate maelekezo ya mwezi wa tatu, tunapoingia mwezi wa 4 hivyo hivyo mpaka mwezi wa 12. Ili tutembee katika mafanikio, lazima tutembee kwenye maelekezo, na ya maelekezo yanayopingana na roho ya kucheleweshwa. Kwa sababu usipopewa maelekezo, ni kama vile mtu ambaye anatafuta mahali pa kufika. Unataka kwenda kumtembelea ndugu sehemu, halafu unaanza kutafuta hilo eneo. Unajikuta unauliza majirani, wanakuambia nenda huko. Huko mbona alishahama, nenda huko. Huko sio huko, ni huko. Ya unajikuta ni roho ya kucheleweshwa, ni roho ya kucheleweshwa. Mimi ninaelewa, kwa mfano sisi katika mlima wa maombi, mlima wa maombi upo Kigamboni Buyuni. Kigamboni Buyuni. Lakini hapa Kigamboni pana sehemu moja inaitwa Kigamboni Mbuyuni. Kwa hiyo kuna Buyuni na Mbuyuni. Angalia vile ambavyo ukisikiliza vibaya unaweza kadhani ninaongea kitu kimoja, lakini kumbe tunaongea location mbili tofauti. Sasa unakuta shetani anampeleka mtu Kigamboni Mbuyuni, ambapo ni direction tofauti kabisa na Kigamboni Buyuni, ambapo mlima wa maombi unapatikana. Kwa hiyo unakuta kwenye maombi yangu zamani watu walikuwa wanacheleweshwa sana. Mtu anataka kuja, hata ameambiwa Mbuyuni ataenda Mbuyuni, yani ikawa inaleta shida sana, kabla Bwana hajanipa maelekezo ya kuomba ili watu wao wanapata direction sawa sawa. Toka nimeomba basi hiyo kitu ikakata kabisa. Watu kiwaambia tu Buyuni, tayari roho Bwana anawaelekeza ni Buyuni ipi. Mtu atakenda kumuuliza eti kuna mlima maombi ni wapi, ataelekezwa ni Buyuni. Atakutana na mtu anayejua, akifika pale Buyuni, akishuka tu anauliza eti kwa mlima maombi kwa Pastor Miamba, atakwambia ni huku. Yani Mungu nakuta amewaandaa watu wanaokuelekeza sawa sawa, anakuandalia ufahamu utakaosikia sawa sawa ya kwamba sio Mbuyuni ni Buyuni. Anakufungulia mazingira ya wewe kusikia kwa umakini. Yani kuna vitu ambavyo Mungu anavifanya ambavyo vinaondoa ucheleweshwaji. Sasa ucheleweshwaji ni vitu ambavyo vimejificha sana, ambavyo usipoelewa unaweza kadhani ya kwamba ni kitu tu. Na kuna baadhi ya watu unakuta ameshazoea, akisikia
tunaombea ucheleweshwaji. Ucheleweshwaji mbona ni kitu kile kile, kwamba labda nilitakiwa kwenda sehemu fulani afu sijaenda. Na kuhakikishia ucheleweshaji una njia nyingi sana adui anazitumia. Unaweza kuwa unafanya kitu sahihi kabisa, lakini si kwa wakati sahihi, na unakuta ni roho ya kucheleweshwa. Kuna mahali Mungu ametaka uende, adui anakuchelewesha. Unakuta unafanya biashara sahihi kabisa, lakini sio kwa muda sahihi. Unakuta hiyo ni roho ya ucheleweshwaji. Na moja kati ya roho ya ucheleweshaji nyingine ambayo imewashikilia watu sana, unakuta anafanya biashara, labda biashara hiyo Mungu alitaka mtu huyo aifanye ndani ya miaka miwili. Miaka miwili ikipita, ukiendelea kuifanya hiyo biashara, tayari ni ucheleweshwaji. Ni lazima uiache hiyo biashara, uende kwenye biashara nyingine ambayo inaendana na mafuta ya mafanikio yako. Endapo kama hautaiacha hiyo biashara ukaendelea nayo, hiyo biashara itaanza kuletea shida. Ulikuwa ni mpango wa Mungu, na wala ilikuwa si ucheleweshwaji kwa wana wa Israeli kukaa miaka 400. Haikuwa ni ucheleweshwaji, ila itakapofika miaka 400 wakaendelea kukaa Misri, ni ucheleweshwaji wa kuelekea katika nchi yao ambao Mungu amekusudia inayomiminika maziwa na asali. Ilikuwa sio ucheleweshwaji. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, nawapeleka Babeli, mtakaa miaka 70. Kwenye hiyo miaka 70 hakuna ucheleweshwaji, mtakaa hapo. Lakini itakapofika mwaka wa 71 tayari ni ucheleweshwaji, kwa sababu hamtakiwi kuwepo hapo. Na ndio maana ukuta wakina Ezra, wakina Daniel, waliangalia wakagundua ya kwamba mbona miaka kama imeshatimia, hii miaka kama imetimia, kuendelea kukaa hapa ni ucheleweshwaji. Nielewa vizuri sana kwamba ni kwa namna gani tunahitaji neema katika hii roho ya kucheleweshwa, kwamba hatutumii usidhani ya kwamba akili ya mwanadamu ina uwezo wa kugundua kucheleweshwa, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo viko right, viko sawa, lakini ni vya kucheleweshwa. Ni vya kucheleweshwa. Kuna nyakati ambazo Mungu anawafundisha watu namna ya kuenenda. Angalia, Ezra anaanza kupigana na roho ya kucheleweshwa kabla hajaianza safari. Wanatembea kidogo tu kutoka katika waliporuhusiwa, wametoka kwenye nchi ya uhamisho, wanarudi nyumbani Jerusalem. Wanatembea kidogo, wanagundua ya kwamba hapa tusipokemea roho ya ucheleweshwaji hatutafika kwa wakati. Walipofika kwenye bonde la mto Ahava, ukisoma kitabu cha Ezra, anasema wakabidi wapige stop. Yani kwa lugha nyingine, unaweza kadhani ya kwamba wangeendelea kutembea, wangekuwa wanasogeza safari kufika kwa haraka, lakini walishtuka. Hawa kina Ezra walikuwa wako smart sana rohoni, kwa waligundua ya kwamba hapa tutapatwa na ucheleweshwaji mkubwa sana endapo kama hatutasimama kwanza tuizuie roho ya kucheleweshwa ndio tuendelee na safari. Wakaweka stop, wakaweka kambi katika bonde la mto Ahava, wakafunga, wakatafuta njia iliyonyoka kwa ajili yao, kwa ajili ya watoto wao na mali zao, kwa ajili ya safari hiyo. Walipofunga pale, Biblia inaeleza ya kwamba Mungu akaifungua njia, halafu wakaona mafanikio katika njia yao yote. Kwa sababu gani? Hawa watu walifunga, wanatafuta kwanza njia iliyonyoka, wanatafuta roho ya kucheleweshwa ikae mbali nao. Lakini mtu mwingine ni rahisi tu kusema mimi nitaenda. Angalia, huu mwaka unaweza ukawa na roho ya kucheleweshwa na usijue kama ulikuwa unacheleweshwa. Yamkini hata mwaka uliopita kuna mahali ulikuwa na roho ya kucheleweshwa, usijue kama ulikuwa unacheleweshwa. Njia nyingine ambazo adui anaweza kutumia kuchelewesha ni kukutanisha na watu wasio sahihi. Unakutanishwa na huyu anakulia muda wako. Mfano, unakutana na mtu na safari, alafu unakutana na mtu anakupigisha story ambazo hazina maana. Hazina maana. Kuna story nyingine ambazo huwa najiuliza, si kwa nia mbaya, naomba usinielewe vibaya. Huwa najiuliza, unakutana na mtu, alafu ukikutana na ule mtu anakusimamisha, anaanza kukusalimia. Anasema watoto hawajambo, familia, mke wako hajambo, mnaendeleaje pale nyumbani? Yaani unajiuliza, huyu mtu hata nikimwambia kwamba watoto wangu hawapo vizuri, ada haijatimia, huyu mtu atafanya nini?
Hivi kweli yuko tayari kutaka kujua hali za watoto wangu ili awasaidie, ama ni mazoea ya Kiafrika ambayo unakuta umesimama hapo, badala ya kusimama kwa dakika moja unasimama kwa dakika 20? Usinielewe vibaya, usikasema mchungaji huu vipi. Usinielewe vibaya, najaribu tu kukueleza. Unakuta mtu unakaa unazungumza naye, unapiga naye story mahali, alafu unajiuliza huyu mtu hizi story anazozipiga hivi ni za maana kwa wakati huu? Yaani usipojiangalia unaweza ukajikuta wakati ambapo unatakiwa uwepo sehemu fulani, wewe unapiga story sehemu fulani, lakini ukipiga mahesabu unaweza kukuta kumbe zile story zilikuwa hazina maana. Lakini kuna watu ambao kiukweli, kwa connection ulio nayo, wakiuliza familia inaendeleaje, watoto wanaendeleaje, mke wangu anaendeleaje, mume wako anaendeleaje, yani unaona kabisa huyu hata ukimwambia kwamba sasa hivi watoto wangu hawaendelei vizuri, ana namna ya kuweza kushughulika na ile namna ya watoto wako kutokuendelea vizuri. Ama ukimwambia ya kwamba hali yangu haiendelei vizuri, anaelewa. Nilikuwa naongea juzi na mtu mmoja hivi, ni mtu maarufu sana, naongea naye tu kumgusa tu, akaniambia baba, mimi hali yangu ya mahusiano haijakaa sawa. Yani ni straight, anakuja kuniambia anatarajia kupata jibu la mahusiano yake, na hapo nikamwambia, nikasema wewe kwa ishu yako iko 1 2 3. Akasema Mungu ninakushukuru. Akaanza kumshukuru Mungu kwamba hakika uliweka neno kwa mtumishi wako. Yaani unakuta kuna namna ambapo mazungumzo yana match, kwamba hata mtu mkipoteza muda mnazungumza jambo fulani la kifamilia, kuna solution, kuna suluhisho ambalo linatakiwa lifanyike. Kwa unajikuta roho ya kucheleweshwa ipo kwenye kona nyingi sana. Mtu anafanya kazi, Mungu amemwambia mwisho hiyo kazi, bado ameng'ang'ana mpaka afukuzwe, ndio anaanza tena kutafuta kazi sehemu nyingine. Halafu anakuja kulalamika, mchungaji, nimefukuzwa kazi. Hapa kuja mchungaji mwenyewe kama ndio mimi hapa, unakuta wala sina stress kama nilizonazo, kwa sababu Roho Bwana ameshaniambia muda wangu wa yeye kukaa hapo ulikuwa umeisha. Kwa hiyo nabii anambia usiwe na wasiwasi. Yaani unakuta nimerelax kwa sababu nina rejoice, ninajua hata kuondoka kwako ni katika hali ya Mungu kukupenda, akabidi amnyanyue bosi wako akufukuze ili uende kwenye biashara yako, uache kuajiriwa. Yaani kuna vitu fulani hivi ambavyo Mungu huwa anafanya vinaonekana kama vibaya machoni pa watu, lakini ni kwa sababu mtu alimwomba Mungu amsaidie kinyume na roho ya kucheleweshwa. Ukimwomba Mungu akusaidie kinyume na roho ya kucheleweshwa, na kuhakikishia kuna vitu utakuwa kama hauvielewi, lakini kumbe ndio unasongeshwa mbele. Unakuta ghafla mahusiano yameharibika, halafu unaanza kulia kwa nini mahusiano yameharibika, halafu unaanza kumwambia Mungu uko wapi, halafu Mungu anakuambia nipo katikati ya hayo mahusiano yako kuharibika. Unakuja kugundua kumbe yaliharibika ili uende kwa njia inayotakiwa kuenenda, usiwe na roho ya kucheleweshwa. Roho ya kucheleweshwa imekaa kwenye mazingira ambayo yako sometimes unaweza ni ngumu sana kuyagundua. Unafanya biashara na kuingizia faida, lakini kumbe ni roho ya kuchelewesha. Lakini ukipiga mahesabu, ukapiga hesabu za kibiashara, unakuta ninafuga kuku, niliingiza kuku 1000, hao kuku baada ya hapo hivi nikapata faida, nimeingiza 2,000,000. Unaona kama ni faida, lakini kumbe hukutakiwa kuwepo hapo. Utajuaje na wakati unaiona faida? Jicho lako la kwamba uko mahali sahihi, siku namna ulivyoiona faida, lakini kumbe kuna namna Mungu alikuwa anataka uwe umeshahama hapo, umeenda sehemu nyingine ya faida. Na ndio maana Biblia inasema yeye ndio Mungu atufundishaye si kupata faida, atuelekezaye katika njia itupasayo kuienenda. Maana yake nini? Usipoelekezwa kupata faida kwa mwaka huu 2026, ukaelekezwa katika njia ikupasayo kuienenda, utajikuta mwezi wa 7, mwezi wa 10, mwezi wa 12 zimeshaanza kulia vile ving'ola vya Christmas vile, halafu kiangalia hamna kilichotokea, kwa sababu hukukemea roho ya kucheleweshwa na haukutaka divine direction ambazo zitakuondolea ucheleweshwaji. Nataka tuende mbele za Bwana tukamwombe Mungu kinyume na roho ya kucheleweshwa, lakini atupe divine direction, mwelekeo wa kimungu. Tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa mafuta mabichi unayoachilia katika mfungo huu, lakini maelekezo unayotupa siku ya leo. Mungu aliye hai, tunahitaji kwenda katika njia tupasayo kuienenda kinyume na roho ya kucheleweshwa katika jina la Yesu.
Hatutaki kuzunguka mahali pale pale kama wana wa Israeli walivyozunguka katika milima ile Seiri kwa muda mrefu. Mungu liye hai, tunahitaji neema ya kutocheleweshwa kwa jina la Yesu. Tunahitaji neema ya kutokucheleweshwa kama ile iliyowakuta wakina Ezra walipofunga na kuutafuta uso wako. Bwana, uliwaonyesha njia iliyonyoka isiyo na ucheleweshwaji, wakafika kwa muda sahihi uliokusudiwa. Mungu liye hai, safari ya siku moja inaweza kufanyika safari siku 10 ikiwa ina ucheleweshwaji. Tunakataa ucheleweshwaji, tunakataa mazingira ya ucheleweshwaji, tunakataa watu waliobeba ucheleweshwaji, tunazikataa stori za ucheleweshwaji, tunakataa ajenda za ucheleweshwaji, tunakataa biashara za ucheleweshwaji, tunakataa mazingira ya ucheleweshwaji kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunaomba neema yako. Tunakataa kucheleweshwa kwa jina la Yesu. Tunakataa roho chafu zinazochelewesha maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, tunazikemea, tunazikataa, tunaziseta kuzimu roho za kutuchelewesha. Kila tunachokifanya kinachochelewesha hatima yetu, tunakiamuru kiende kuzimu. Hakina mamlaka kwenye maisha yetu. Chochote tunachokifanya kinachochelewesha hatima zetu, kinachochelewesha maisha yetu ambayo Mungu amekusudia, tunakiamuru king'oke, tunakiseta kuzimu. Hakina mamlaka kwa jina la Yesu. Ajenda tunayoifanya yote ambayo inachelewesha maisha yetu, biashara zozote zinazochelewesha maisha yetu, mahusiano yoyote, yawe ni mahusiano ya kimapenzi, yawe mahusiano ya kindoa, yawe ni mahusiano ya kirafiki, mahusiano yoyote yanayochelewesha maisha yetu, tunaamuru hayo mahusiano yavunjike leo katika jina la Yesu. Mahusiano yoyote yanayochelewesha mwendo wetu, tunaamuru hayo mahusiano yavunjike leo katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema na rehema. Vitu vyote tunavyovifanya ambavyo viko nje ya wakati, hata vicheleweshe maisha yetu, tunaenda kinyume na hivyo vitu vinavyochelewesha maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa mafuta yako, asante kwa nguvu zako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Mfalme. Tunapoziachilia sadaka zetu, Mungu aliye hai, tunaenda kinyume na roho ya kucheleweshwa. Tunaomba unapoziangalia sadaka hizi kapige kelele, mazingira yoyote ya ucheleweshwaji yakafe, yakaondoke, yakasambaratishwe. Watu wowote walio kwenye maisha yetu, watu waliokuja kwenye maisha yetu wamebeba kuchelewesha maisha yetu, wakasambaratike leo, wakaondoke leo katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana hakutakuwa na mazingira yaliyobeba ucheleweshwaji tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Kwa maombi haya ninaomba mtu mmoja nitoe tahadhari. Kuna watu utashangaa umeacha kupigiwa simu. Kuna watu utashangaa ghafla mmegombana na watu, ghafla kila mmoja amesema basi kuanzia leo mimi nawe basi sitaki tena. Usilie, usishangae. Ni maombi haya. Kila aliyebeba uharibifu lazima aondoke. Kuna watu wengine umewazoea, wataondoka kwa sababu wamebeba uharibifu. Kuna mazingira yataondoka kwa sababu mbeba uharibifu. Kuna biashara zitakufa na nyingine zitazaliwa. Yote hii ni kupambana na roho ya uharibifu wa ucheleweshwaji. Mungu wangu akubariki sana. Usiache kushika sadaka yako. Naomba nitoe sisitizo hili. Usiache kushika sadaka, kwa sababu adui atakuzuia usishike sadaka, kwa sababu anataka uendelee kuchelewesha. Atakuzuia. Pambana. Mtu yoyote uliyesikiliza hii ibada, hakikisha leo unashika sadaka yako. Namba 2, hakikisha unashika sadaka iliyobeba thamani. Yani unaitoa, unaona hii sadaka ni thamani. Thamani iko kwa kila mmoja. Mwingine inaweza kawa shilingi 1 ndio thamani, mwingine shilingi 10. Hakikisha unatoa kitu cha thamani na si cha mazoea, ili kupiga hii roho ya ucheleweshwaji, kwa sababu ukitoa sadaka iliyo dhaifu inaweza isiguse ucheleweshaji, wala sadaka isiwe na nguvu ya kuondoa ucheleweshwaji. Pambana, toa kilicho bora leo. Kwa kila aliyesikia ibada hii, hakikisha unashika sadaka yako. Na kila aliyesikia ibada hii, hakikisha sadaka yako inakuwa bora. Utamwona Bwana akipiga roho ya ucheleweshwaji. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaiachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.